Kuna maeneo bado ambayo hatujafikiwa na maji. Mtazamaji, Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndiyo asili yake. Nijisikie huru, nijisikie nyumbani. Asante. Leo tunakuletea simulizi ya kipekee kuhusu rasilimali adimu na yenye thamani kuu, na ambaye atatupatia historia fupi maji. Kuhusu mradi huu tunasafiri hadi eneo la Modambogo katika eneo bunge la Mwatate, ambapo matumaini yamefufuliwa baada ya miaka mingi ya kusaka tone la maji. Ni furaha kubwa sana kwa ajili ya huu mradi kufanyia renovation na ili wananchi tuweze kupata maji. Leo tuongea mambo ya maji. Maji ni uhai. Tafadhali tazama video hii hadi mwisho, kwani ndani yake tunakufunulia safari yenye milima na mabonde, changamoto na ushindi katika kuwaletea maji safi wakazi wa Modambogo, maji ya mfereji kutoka Josa. Lakini tunashukuru kwa ofisi ya gavana wetu kwamba sasa imefikia kipindi hata hapa pia watu wakaweze kupata maji. Tunajua maji ya Josa Modambogo ni maji matamu, maji ambayo ni fresh kabisa, yanatoka huku kwetu. Kwa hivyo watu wakiyapata, ikienda mpaka sehemu za chini, basi yote itawezekana. Kwa hivyo jambo nitaomba wananchi ni kwamba tuzidi kushirikiana na ofisi yetu ya gavana, ili tukiitwa katika hali ya kuweza kuona mradi utaendelea namna gani, tuweze kujitokeza na mwishowe kila mtu apate maji ya kutosha. Mheshimiwa MCA wa eneo hili Kennedy Mwalega, maarufu kwa jina Anko, anasimulia safari hii gumu. Mheshimiwa Gavana, ilibidi mimi mwenyewe niingie katika kutafuta wafadhili wale ambao wanaweza kunisaidia ili mradi huu ufike kwa hii tank, na leo hii tuweze kuweza kuzindua haya maji. Mheshimiwa Gavana, through Joseph Kennedy Foundation JKF tuliweza kununua pipes za kutoka pale mradi ulifikia na tukafikisha mpaka hapa. Nikaweza kuongea na community, vijana wako hapa, tuliongea na wao, wakaweza kufanya mradi wa kuchimba ile mtaro kufika hapa. Hivi tunavyoongea Mheshimiwa Gavana, kuna watu hapa ambao wamefanya ule kibarua na mpaka leo hii kuna wengine nimewalipa na kuna wengine bado sitaweza kuwalipa kwa sababu mapato yangu yalikuwa hayajaweza kuwalipa wote kwa pamoja. Kwa hivyo najua kuna vijana wako hapa wanahitaji kulipwa ile ada yao, walifanya kibarua, lakini nimewaeleza kwamba waweze kunipatia ile majina zao pamoja na namba za simu. Kazi yao waliofanya na jasho waliomwaga, lazima tutawalipa pesa zao under Joseph Kennedy Foundation. Kwa muda mrefu siasa zimekuwa kizingiti kikuu. Baadhi ya viongozi walitumia mradi huu kama chombo cha kampeni, lakini waliposimama jukwani la uongozi wakawasahau wananchi. Tupige vigelegele kabisa 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 kabisa. Josa Modambogo, Your Excellency, tunaomba tafadhali utapanda hapa juu kwa ajili ya kufungua kufuli, alafu uweze kufungua. Ni mradi ambao hapa Landi watu walikuwa wameulilia kwa muda mrefu sana. Na Mheshimiwa Gavana, huu mradi wa Josa Modambogo watu wengi wamekuwa sana wakipiga siasa nao. Na Mheshimiwa Gavana, kila mtu akija kukampeni katika kampeni zake, Mheshimiwa Gavana anadanganya watu wa Landi kwamba mimi nikipata hii nafasi basi maji yanaingia Landi. Na hayo mambo yamekuwa yakifanyika before hata mimi ni jaribu kukampeni katika kiti. Lakini Mheshimiwa Gavana, nataka nishukuru sana watu wa hapa Landi na Mdindinyi na hii Modambogo. Wakati niliwaeleza kwamba Mheshimiwa Gavana, mimi kama mtoto wao ninapochukua nafasi hii, watakapo ni trust kunipatia nafasi hii, Mheshimiwa Gavana, kwa sababu mimi ninaishi hapa, basi nitaweza kuleta maji yafike hapa Modambogo mpaka hapa Landi na yavuke Mgero. Lakini sasa Gavana Andrew Mwadime amezindua rasmi mradi huu. Ametoa wito kwa jamii kuutunza kwa dhati ili maji haya yadumu kwa vizazi vijavyo. Yeye ni mgore nani nao, ni kweli si kweli? Maendeleo tunayo hatuna. Mwadime. So mimi nimefurahikia sana kwa huu mradi. Naombeni mtuze na mheshimu viongozi wenu. Vile vile
tafadhali shikaneni, mwe kitu kimoja. Ukiwa kwa kijiji, tafadhali jiingize kwa kijiji. Ni kijiji tu ndio silaha. Washikane tafadhali. Kama utajoin kijiji chako, heshimu mzee wa kijiji na ingia ndani. Na wewe usijiulize swali kijiji kimekufanyia nini, wewe ndio jiulize nimefanyia nini kijiji. Tafadhali jiwekeni kwa vijiji. Wakazi wa Modambogo hawakuficha hisia zao. Furaha imejaa nyuso zao walipoyaona maji yakitiririka. Baadhi yao wanasema ndoto yao hatimaye imetimia. Shukuru sana hasa kwa MCA wetu pamoja na gavana ambao waliona huu mradi umekwama kwa zaidi ya miaka 9 ili waweze kuzindua ili tauni yetu ya Landi iwe na maji. Tumekuwa tukipata shida sana ya maji katika hii sehemu ya Landi. Tunashukuru sana kwa sababu tumeanza kuona mafanikio, tutakunywa maji vizuri, na tunaomba pia ule mradi mwingine ambao ni wa NDMA ufanywe haraka ili uweze kuleta maji, uweze kusupport huu ndio kila mwananchi awe anakunywa maji vizuri. Asante. Landi, siku ya leo ni furaha kwangu kupata maji kwa sababu mimi binafsi ni mfugaji. Mimi ni mkulima. Nimekuwa nikipanda mboga, nikiekea maji, wakati maji nainunua na shilingi 20, shilingi 30 na nyinyizia mboga. Lakini kuanzia leo mimi nitakuwa napanda mboga na maji ninapata freestyle. So nashukuru kwamba tunashukuru MCA kwa hapa Landi ambao ametusaidia pakubwa. Shida hii imekuwa muda mrefu sana. Na ukweli wangu ni kwamba kama vile mwenzangu ametangulia kusema kwamba sisi ni wafugaji. Unakuta kwamba wakati mwingine inabidi unatoka hapo unaenda mbali kwenda kutafuta maji na hata ng'ombe hawatatosheka. Na hiyo changamoto imechangia kwamba hapa ni mahali pazuri kwa kufuga lakini hatutaweza kufuga. Lakini saa hii tuna uhakika kwamba sasa ufugaji umeingia Landi. Maana hivi saa hii manyasi ni mengi, tunaweza kufanya irrigation kwa sababu maji yako hapa, na tuna uhakika kabisa kwamba sasa mambo ni sawa sawa. Kwa sasa matumaini yanachanua si tu Modambogo bali hata maeneo ya jirani kama Mgeno, wakisubiri kwa hamu maji haya kuwasili. Vijiji hivi ambavyo vinapokea ama vinanufaika na Josa Modambogo Water Project ni household zaidi ya 2000 ama watu ambao watakuwa wanafaidi maji haya ya Josa Modambogo, tukianzia Mwandala, Msisinenyi, Mzwanenyi, ikuja hapa Landi, uvuke paka Mgeno. Tunazungumzia zaidi ya watu 3000 na kuendelea. Iwapo simulizi hii imekugusa na kusihi usubscribe kwa channel hii, like video hii na usisite kuisambaza kwa wenzako. Tujenge jamii yenye taarifa sahihi na matumaini mapya. Kwaheri kwa sasa na Mungu akubariki.